kusema kwamba hii ni siku ya kupendana, siku ya umoja, siku ya kusameheana, siku ya kubebana, siku ya kufurahi na kushirikiana kama familia inshallah. So na kuwaombea wale ndugu zetu walioko Makkah wawe salama inshallah na warudi majumbani salama. Tunawatakia ni Waislamu wote katika siku kama hii ya leo khairi nyingi sana na baraka na furaha kubwa sana kwa ujumuika Waislamu katika siku kama ya leo, wote wakiwa pamoja, tunasherehekea pamoja na tekeleza ibada hii pamoja. Baada ya hapa Waislamu wanaelekea majumbani sasa hivi katika ibada nyingine ya kuchinja wanyama, mbuzi na kondoo na wengineo. Kadhalika hii ni katika ibada kubwa kwa Waislamu. Kwa hivyo ni kuhimiza kadhalika Waislamu kuendelea katika furaha kama hii na kupendana na kusaidiana pamoja, na ili kuwa katika unit moja Waislamu wote wakiwa wanatekeleza ibada hii kwa wakati mmoja. Na tuwahimize kwamba ibada ya kuchinja si ibada ambayo inafanywa kwa ajili ya nyama au kwa ajili ya kuonesha watu kwamba unachinja, bali ni ibada ambayo unaitekeleza kwa hakika ni kwa sababu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni sunna ambayo mtume ametufundisha kila Eid inapotokea, na sunna hii ina historia kubwa katika Uislamu. Inarudi historia yake katika enzi ya Nabii Ibrahim pamoja na mwanawe Ismail alayhi salam. Wao ndio walikuwa chanzo cha kuanzilisha hii ibada ambayo leo Waislamu wanaitekeleza katika karne hizi mpaka mwisho kuanzia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo si jambo ambalo Waislamu wanafaa kulichukulia kwa usahali au kwa urahisi, sababu ni jambo ambalo ndani yake kuna uchaji Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema lan yanala Allahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Katika ile ibada yenu ya kuchinja eni Waislamu, Allah azza wa jalla anapata ndani yake kwamba Waislamu ni wachaji Mungu kwa kutekeleza ibada hii. Kwa hivyo Muislamu anayeona kwamba ni mambo ya kuchinja ya kawaida au ni nyama tu, amekosea kwa hakika. Anahitajia kurudi tena katika Qur'ani na kuangalia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuelewa umuhimu wa ibada kama hii.